Kwa majina naitwa Sergeant Esther Kinyaga, ni afisa habari msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya. Sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya tumeshiriki haya wiki ya vijana kitaifa, maonyesho ya wiki ya vijana kitaifa ambayo yanafanyikia hapa jijini Mbeya katika viwanja vya Windini. Sasa sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tumekuja kwa ajili ya kutoa elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto, kwa sababu katika maeneo yote yenye maonyesho kunakuwa na mkusanyiko wa watu wengi sana. Kwa sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunatumia fursa hii kutoa elimu kwa jamii kupitia haya maonyesho. Lakini pia sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kama mnavyoona tuna banda letu ambalo banda hili lina vifaa ambavyo tunavitumia katika shughuli zetu za maokozi. Hivyo watu wakitembelea banda letu wanaweza kufahamu au kujua majukumu yetu ya zimamoto sambamba na matumizi ya hivi vifaa ambavyo tupo navyo ndani ya banda letu. Na wito gani kwa wananchi juu ya kutumia vifaa gani? Na nini cha kuambia wananchi? Kitu cha kuambia kwanza, hasa kwa wale wananchi ambao wapo mkoa wa Mbeya ambao wametembelea maeneo haya ya Windini, wasiache kutembelea banda la Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kwa sababu kwenye hili banda kuna vifaa mbalimbali zikiwemo fire extinguisher, zikiwemo fire blanket, zikiwemo alarm zote ambazo zinaashiria moto kutokea. Wakija katika banda letu wataweza kupata elimu kubwa sana ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Lakini sambamba na hilo pia wananchi wasiache kutembelea banda hili, kwa sababu watapata elimu ya njia sahihi za utoaji wa taarifa za majanga Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kupitia namba za dharura ambao ni 114. Katika uzoefu wenu, nadhani ni vitu gani vinasababisha majanga ya moto? Vitu vinavyosababisha majanga ya moto ni vingi sana. Kwanza ikiwemo uzembe, pili ikiwemo hujuma, lakini pia hata bahati mbaya pia inaweza kusababisha moto kutokea. Tunapozungumzia uzembe ni kwamba mtu alikuwa na pasi nguo, bahati mbaya umeme ukakatika, akaiacha pasi mezani, ameondoka. Wakati anarudi, umeme unarudi, yeye hayupo, ile pasi inaendelea kupata moto na baadaye kusababisha moto kutokea. Tunapozungumzia hujuma ni ugomvi baina yangu na mtu mwingine, yani ya mtu na mtu. Kwa ule ugomvi, ile chuki inampelekea mtu mmoja kwenda kumchomea eza nyumba yake au gari yake au kitu chake chochote kile cha thamani. Kumekuwa na malalamiko mengi kwa wananchi kuhusiana na Jeshi la Zimamoto kufuatia vifaa vyenu vya kuzimia moto. Mara nyingi watu wanalalamika kwamba moto ukitokea mkipigiwa simu mnachelewa, yani mnafika pale kila kitu kimeshateketea. Labda nyie Zimamoto Mbeya mmejipanga vipi kuhakikisha mnatatua hizo changamoto? Kwanza sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya, hii dhana ya kusema zimamoto wanachelewa kufika kwenye tukio, kuna wakati wanafika na maji kidogo na wakati hawafiki na maji kabisa, au wakipigiwa simu wanachelewa kufika, sio kweli. Na kwenye tukio kuna watu aina tatu. Kuna yule mtu wa kwanza ambaye anashuhudia moto unatokea na askari wa zimamoto wanafika. Sasa ndani ya dakika zile 1 mpaka 3 au 4, wakati askari anapambana, maji yanakuwa mfanyeje, yameisha, moto haujazima. Yule mtu aliyeshuhudia moto na askari wanafika atasema wamekuja na maji kidogo. Lakini sisi kwa mkoa wa Mbeya kitu ambacho tunakifanya, tunatoa elimu kwa jamii. Kwanza wautambue mtambo wa kuzimia moto, namna gani unavyofanya kazi. Lakini pia tunawapa elimu kuhusiana na huduma za Jeshi la Zimamoto na Uokoaji.